Kwa majina vile mnavyojua, naitwa Nabii Tobias Nyaswa. Nimetumwa na Mungu na nimepakwa kwa ajili ya uvuvio wa mwisho. Uvuvio huu Mungu ameweka mzigo ndani yangu, na siwezi kuchoka kutuma ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yangu, kwa sababu ndio uvuvio wa mwisho. Na uvuvio huu Mungu anataka aabudiwe, na madhabahu aliyojijenga aabudiwe ni madhabahu ya Ibrahimu, na anataka watu wote dunia yote, ikianzia kwa nyumba ya ukuhani. Mungu anataka aabudiwe kwenye madhabahu hii, kwa sababu madhabahu hii ndio aliahidi baraka zake zote. Madhabahu hii haina magonjwa, madhabahu hii haina kifo, madhabahu hii haina fukara na maskini, madhabahu hii haina hata kuzeeka kabla umri. Na ndivyo Mungu anataka aonyeshe upendo wake chini ya jua, na upendo wake huu ni lazima itimie vile alivyoiapa kwa baba yetu. Kwa hivyo ndugu zangu, popote mlipo, naomba katika jina la Yesu, neema ambayo tuliletewa, ambayo ni neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Neema hii ilifunuliwa ili iregeshe dunia yote kwenye madhabahu hii, kwa sababu ndiye madhabahu Mungu anafanyia kazi. Mungu mtakatifu hajaabudiwa kamwe, na ibada zote zinatoka kwa mifuko, kwa sababu dunia na vitu vyote ni mali yake. Yeye ndiye aliyezifanya, yeye ndiye aliyeziumba, na ibada hizi zinaelekezwa katika madhabahu ambayo hako itakasa. Kwa hivyo popote ulipo, mwito nimeitwa nayo ni kuelekeza watu katika madhabahu hii, kwa sababu madhabahu hii ndiye madhabahu yenye ahadi ya uzima wa milele. Nataka ujiulize na ujishauri popote ulipo, kama je, umewahi kujishauri wewe mwenyewe? Umewahi kujiuliza kuwa mwisho wako itaishia wapi? Kwa sababu unaweza ishi bila kujua kwamba mbingu na nchi itapita. Na Biblia inatuambia vizuri kwamba kila kitu kitapita. Neno la Mungu pekee ndio haitapita. Kwa hivyo ni lazima ujue kuwa nafasi ile umepewa chini ya jua ni ya kuhakikisha kuwa umejijengea kule utaenda baada ya kutoka duniani. Na ni lazima uanze hiyo kazi ukiwa bado uko hapa. Lazima ujijengee makao ukiwa ungali hapa. Sasa usidanganyike na yale unayoyaona. Haya yote ni mapito. Mungu anataka uanze kujijengea makao yako ya mwisho katika madhabahu hii aliyoinua, na ni madhabahu ya Ibrahimu. Madhabahu hii pekee ndiye madhabahu yenye ahadi zote za Mungu. Uzima wa milele tumeahidiwa ni kwenye madhabahu hii. Wacha hiyo madhabahu nyingine ambao dunia imedanganywa nayo. Hiyo ni madhabahu ya kuzimu na ni madhabahu ya mapepo, na malaika hawa wanadanganya dunia. Wanashawishi watu kwa njia ya uongo ya kutaka kupenda fedha. Najua fedha ni nzuri mtu kuwa nayo, lakini mpaka ujue kwamba fedha hizi, je, zitakufikisha? Zina uzima wa milele ndani yake? Jishauri. Lazaro alielewa hii na akasimama wima kwa imani na kutumikia huduma ya Yesu Kristo. Mwishowe Lazaro tukamwona ako kifuani mwa baba yetu Ibrahimu. Naomba katika jina la Yesu, muwe na picha ya Lazaro na muone kule yale Lazaro aliona, iliyombidi akajitoa mwanga na kutumikia madhabahu ile, kutumikia huduma ya Yesu na mali yake yote.
alikuwa radhi akose kile kitu, lakini aone huduma ile ameisongeza mbele. Leo hii Lazaro anafurahia kwa sababu anadekezwa kifuani mwa baba ambaye ni baba yetu Ibrahimu. Wacha kudanganywa ndugu yangu, wacha kudanganywa dada yangu. Muda ndio huu. Ndio maana huduma hii nimeipa jina Abraham's Altar Restoration Ministry. Madhabahu ya Ibrahimu Mungu anataka iregeshwe mahala pake, kwa sababu ndiye madhabahu yenye kila kitu, ndiye madhabahu yenye hadi zote, ndiyo madhabahu inayoweza kukulinda. Madhabahu hii ni ya wale wanaojipenda. Kama upendi kuwa mgonjwa, upendi kufa kabla umri wako, upendi kuishi katika umaskini, upendi kutatizika na mambo yako, madhabahu ni hii. Na lazima ufanye ibada, na ibada zote lazima zitoke kwa mifuko. Hiyo ndio inathibitisha umejipeana kwa madhabahu hii, umejitoa kutumikia madhabahu hii, umejiamini kwamba haki yako iko kwa madhabahu hii. Naomba ushauri moyo wako na uelewe kuwa Mungu alikuweka hapo kwa kusudi moja, upate kumwabudu. Hakuna kazi yoyote ilifanya Mungu akulete hapa. Mungu amekuleta hapa umwabudu, na ibada lazima itoke kwa mifuko yako. Ndio maana Yesu akasema, na utapenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili yako yote. Unaona? Kwa hivyo lazima ujitoe kupenda huyu Mungu, na upendo huo wote aliutunuku kwa madhabahu hii. Ndio maana unaona sala inasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu. Upendo huu ilitunukiwa kwenye madhabahu hii ya Ibrahimu. Sasa ili muone na mshuhudie upendo wa Mungu chini ya jua, lazima mkubali kujiunganisha na madhabahu hii, kwa sababu ndiye madhabahu ambayo inawawakilisha kwa mambo yote. Ndiye madhabahu ambayo ina haki zenu. Ndiye madhabahu ambayo Mungu anataka muweze kufurahia yale yote ambayo aliahidi baba yetu. Mungu hataki mkose yale ambayo alitaka mpate. Lazima muyapate vile alivyotarajia toka mwanzo. Lazima muyapate, na lazima muzingatie ibada. Ibada yote lazima ifanywe kwenye hii madhabahu. Ndio maana nina mzigo mkubwa. Siwezi choka kuwaeleza. Siwezi choka, siwezi vunjika moyo. Nitazidi kuwaita, nitazidi kuwasii, nitazidi kufanya vile Mungu ameniambia, kwa sababu hiyo ni kazi nimepewa. Nikinyamaza lazima nitaulizwa kwa nini sikusema yale niliambiwa. Madhabahu peke yake ni madhabahu ya Ibrahimu. Ndiye madhabahu ya ibada. Hakuna madhabahu ingine. Mungu awasaidie. Mungu azidi kuwabariki. Mungu azidi kuwapa kuelewa, ili na aponye fikra zenu, aponye mioyo yenu, aponye kuelewa kwenu, ili muweze kuelewa mambo haya. Kwa sababu shetani ameweka giza kwenye madhabahu hii. Malaika hawa hawataki madhabahu hii ijulikane. Kwa sababu madhabahu hii ikijulikana, kazi yao chini ya jua imeisha. Vile Yohana aliona hayo katika kisiwa cha Patimo. Na akasema siku inakuja malaika hao watakamatwa na wafungwe, wasidanganye watu tena. Sasa wako katika harakati ya kudanganya dunia. Sasa mpaka we mwenyewe ujishauri, usikubali kudanganywa. Ndio maana wanazima madhabahu hii isijulikane. Kwa sababu punde tu madhabahu hii ikijulikana, ikitambulika, hawana kazi chini ya jua. Itabidi wahame na warudi jehanamu, mahali walitengewa. Na kazi, kwa sasa wanadanganya watu, wanadanganya dunia, wanapotosha dunia. Malaika hao hufanya miujiza kubwa. Malaika hawa wanaponyesha. Malaika hawa wanaweza hata kusimamisha hata mvua. Tuliona hata katika kitabu. Malaika hawa walisimamisha hata mvua miaka 3. Kwa hivyo wacha kudanganywa. Malaika hawa Mungu sasa anafichua siri zao zote. Yale yote wamedanganya nayo dunia na miujiza yote wamefanya, Mungu sasa anataka kufunua kila kitu ili mwenye kuamua apate kuamua. Usije ukahukumiwa kwa kitu ambacho hukuambiwa. Ndio maana Mungu anaweka hizi vitu wazi
ili wewe mwenyewe ufanye uamuzi. Na hivyo mimi kama mtumishi, mimi nimeleta ujumbe kwenu. Mtu yeyote aamue na aanze kufanya ibada. Namba yangu ya simu ni hapo 0718 160 396. Ufanye ibada wewe. Uja lazimisha, uamuzi ni wako. Uamuzi ni wako. Ibada lazima ifanywe na inafanywa kupitia kwa manabii na mitume. Naona Mungu anataka uamue wewe, kwa sababu hutaenda mbinguni bila ibada ya Mungu. Mungu anataka ibada zake bila alivyoahidi, kwa sababu Biblia na dunia na vitu vyote viliomo ni mali yake. Sasa hivyo jishauri wewe na ujue kuwa ni lazima siku itafika utaondoka dunia, na ujiulize utaondoka na nini. Usiwe kama Ayubu ambaye alipofika wakati wake wa kuondoka akaanza kulia akisema nilikuja bila na nitarudi bila. Mungu hakukuleta hapo urudi bila. Mungu alikuleta hapo ufanye kazi, ujiwekea hazina. Ayubu aliweka macho yake kwa mali yake na watoto wake, namna atafurahisha watoto wake, vile ataona watoto wake watakuwa salama. Lakini baadaye aligundua kumbe vile vitu alikuwa anafanya vilikuwa havilingani na vile na madhabahu, vile ahadi za madhabahu ya baba yetu. Hivyo wacha kudanganywa. Vile unaona Ayubu alikuwa amedanganywa. Yeye aliona kana kwamba yeye ni nabii wa Mungu. Na ukweli ni kwamba imani yake haikujengwa kwenye madhabahu ya baba yetu. Mali alizopata hakuzipata katika njia ya sawa. Malaika wale walimpotosha na malaika wale walidanganya fikra zake. Yeye akaona kana kwamba anaabudu Mungu wa kweli. Anataka ujue kuwa dunia imepotea kwa sababu shauri ya usemi wa Ayubu. Na ndio maana dunia haijaelewa Mungu wa kweli mpaka sasa. Walitumia ujanja mwingi kutumia yule nabii, akidhania kwamba yeye ako na Mungu. Na ukweli ni kwamba mkewe aliyekuwa anaonekana kama mjeuri ndiye aliyekuwa alijua Mungu wa kweli. Mungu wa kweli haui mtu. Mungu wa kweli atesi mtu. Malaika wale ndio wanatesa watu. Na sasa wakajificha pale. Ikaonekana kana kwamba Ayubu ndiye ako sawa. Ayubu ndiye aliyekuwa hajui Mungu yule alikuwa anamtumikia. Na ndio sababu yule mwanamke aliona kuwa hii kitu inamaliza nyumba yake. Hii kitu si Mungu. Unaona? Alijua kwamba hii kitu si Mungu. Na ndio maana anaona akaamua kumwambia Ayubu atukane yule Mungu anayemtumikia. Kwa sababu yeye alijua Mungu wa kweli tabia yake vile inakuwa. Hataki mtu mabaya, hataki mtu mateso. Wenye wanatesa watu ni malaika wale. Kwa hivyo jishauri wewe na utafute kujua huyu Mungu wa kweli na anapatikana kwa madhabahu gani. Na nimeambiwa nikueleze madhabahu yake ni hii ya Ibrahimu. Hiyo ndio madhabahu pekee Mungu waabudiwa. Hii ndio madhabahu pekee Mungu waabudiwa. Kwa hivyo tafuta kujua Mungu wa kweli. Kama unajipenda, namba yangu iko kwa simu hapo. Wewe unipigie. Nitakueleza mambo mengi. Kwa sababu Mungu ameweka vitu vingi ndani yangu. Nieleze dunia, nisaidie dunia wasipotoshwe vile walivyopotosha hawa manabii. Mungu anataka aweke kila kitu wazi na aibishe malaika hawa na ujanja wao bila wamedanganya dunia. Mungu awabariki, Mungu awasaidie. Mwenye anaweza kusaidia huduma hii. Huduma hii ni huduma kubwa Mungu amenipa na inahitaji wafadhili. Inahitaji wale watasimama na huduma hii. Kubali kusimama na huduma hii. Ujiunganishe wewe, ujiunganishe na huduma hii. Na namba yangu ni 0718 160 396. Na nitaomba. Baba mtakatifu, Mungu wa Israeli, mimi umenituma na nimenena neno lako. Wewe unajua kule umenitoa, unajua umbali tumetoka. Yehova, naomba katika jina la Yesu, neno lako ikafikie watu wako. Wale ambao watafungua YouTube, Yehova, wakaguzwe na neno hili. Wacha neno lako Jehova ikachome mioyo ya wasikilizaji. Na ukawape kiu. Maana Biblia inasema heri wenye kiu na njaa ya haki, wao ndio watashibishwa. Wape hiyo kiu. Roho Mtakatifu ukawasaidie. Roho Mtakatifu ukawawezeshe. Ukawajalie moyo wa kuamini, ukawajalie kuamini neno hili. Ili neno hili Jehova ikajenge makao ndani yao, na ikawawezeshe kufikia hatima yao ambayo ni uzima wa milele. Wape kujikubali na kujua kuwa kunaye Mungu mwenye uwezo na mwenye anafunua na anayefanya mambo yake kwa majira yake. Asante Jehova na kushukuru. Asante Roho Mtakatifu. Asante Yesu kwa damu iliyomwaga kwa ajili ya madhabahu hii. Asante kwa ukombozi wa ajabu.
Maana lengo lako kubwa ni kuondoa dunia katika fukara na umasikini. Maana hii ndio silaha shetani anatumia mikononi mwake, kuvuruga dunia na fukara na umasikini. Sifa na utukufu zikuregee Mungu wetu, unapokomboa dunia kutoka kwa ufukara na umasikini. Ninakushukuru, na ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu nimeomba. Amina. Asante Jehova. Asante Mungu wetu. Asante ndugu, wewe uishie milele. Basi ndugu yangu, mimi nakuacha na hayo, na tutazidi kuendelea kufundishana na kuelimishana, kwa sababu sitachoka. Ukifungua YouTube utanipata hapo. Mungu awabariki sana. Mungu awainue. Asanteni.